Alama ni nini? Alama ni alama, lakini unaweza ukasema kwa Kiingereza ni mark. Mark ambayo inawekwa kwa mtu, inawekwa juu ya mtu, lakini inawekwa kwa namna ya mwilini, ila sana inafanya kazi kwa namna ya rohoni. Kwa hiyo inaweza ikawa mwilini, lakini inaoperate rohoni, Kwa hiyo alama ikikaa juu ya mtu, au ikikaa juu ya wanafamilia, au ikikaa hata juu ya taifa, au ikikaa juu ya kanisa, au ikikaa ilipowekwa, huwa inaoperate rohoni, lakini inawafanya wale watu au hiyo jamii iwe sawa na makusudi ya ile alama kuwekwa. Yaani kama hiyo alama iliwekwa kwenye familia, hao wanafamilia wote watakuwa kama hiyo alama inavyosema. Wengine wanaikiwa alama kwenye familia, unaweza ukajikuta wao na kidude hapa mgongoni, brother wako naye anacho, kaka yako naye, mjomba wako anaye, baba mdogo anacho, babu anacho. Yaani mnakaa alama kenu fulani hivi, ambapo hata tukitafuta labda hii ni familia nani, tunakatafuta kwa kalama, aidha wengine ni mguuni, aidha ni huku. Kwa hiyo kale kaalama, na hata babu anaweza akija au bibi anataka kujua ni mjukuu wake. Jamani, tumesikia Franki kazaa, kazaa na nani, kazaa huko, mleteni mtoto. Wakishafikisha tu wanafunua tu kashati, wanaangalia kale kitu. Wakikisha kwa wanasema ni wa kwetu. Wanaangalia wengine mguuni, anasema hii miguu, kalama kako hapa. Kwa hiyo alama sio kwa namna ya mwilini, iko mwilini, lakini inaoperate rohoni, inaamua maisha ya hao wanafamilia waweje. Nikakwambia juzi, inawezekana familia wakawa ni wasomi, lakini hiyo alama kwa sababu iko kwao, wanatakiwa wasome kweli, wawe maprofesa, wafike mpaka vyuo vikuu, wawe na master, lakini wasifanikiwe. Ndio maana kuta nyingi kwenye familia, kweli watu wanajua Kiingereza, kweli kuna madokta, kweli kuna malecturer, kweli kuna manini, lakini utafuta mwenye mafanikio hakuna. Unakuta ile alama inasema wasifanikiwe. Unaweza kukuta wakawa walevi. Kuna mama mmoja alipiga akasema, ndugu yangu ni mlevi, wakawa walevi. Lakini wengine wakaekewa hiyo alama wasiongezeke. Kwa hiyo unaweza kujikuta kwenye familia wamesoma, ni watu wana pesa, watu wakubwa, lakini kila mtu ana mtoto mmoja, ana watoto wawili. Yaani akizaa watatu lazima awe taira. Maana alama inasema hatutaki watoto, au atazaa wa kike, kakiume katatoka hivyo. Lakini kakiume nako kakitoka, msipo kaangalia vizuri, kanaweza kakawa kamento hivi. Ni nini? Na watu ni matajiri, ni wasomi, ni watu wakubwa, lakini hawataki uzao. Alama inasema hatutaki uzao. Kwa hiyo baada ya muda, kile kizazi cha mababu kimepita, hichi kizazi chenu kitapita. Hicho kizazi sasa, manyumba mmeacha, hicho cha watoto wenu, hakuna wakurisi zile nyumba. Na ukiongea na wao wana familia, wanaweza wakajisingizia tu vizuri, wakasema hatutaki watoto, tunazaa kizungu, watoto wa nini? Jamani, si mnaweza kuwalea? Mimi sitaki kuzaa. Ukimgusa mke, ukimgusa mme, sizai, wananitosha, wawili, mmoja. Lakini unakuta sio shida ni watoto wao, ni wao. Shida ni alama kwamba hawatakiwi uzao wao uongezeke. Nikakwambia naenda haraka, wengine wamejiwekea alama wao peke yao. Fungua hiyo mambo ya Walawi sasa. Fanya haraka, soma 19:28. Msijichanje chale yoyote katika nyama ya miili yenu. Wangapi wamechanjwa chale hapo? Nyoosha mikono juu. Sawa kabisa. Be honest. Kwa ajili ya wafu. Wala msiandike alama miili yenu. Wangapi wamechora tattoo? Nyosha, kuwa mkweli, umechora tattoo mwili? Amna Asante Yesu. Mimi ndimi Bwana. Kwa hiyo wengine wamejiwekea alama wao peke yao kwa kwenda kwa waganga kuchanjwa chale kwa ajili ya wafu. Unapoenda kuchanjwa chale, unaweka alama, unaweka mark. Lakini unapoenda ukachorwa tattoo, unaweka mark. Maana alama zote hizo zinahusisha damu.
Mganga akikuchanja ni mpaka apate damu. Lakini pia tatuzi ukichora ni mpaka upate damu. Kwa Biblia inasema msichanje chale. Msijiwekee alama kwa chale. Msijiwekee alama kwa hizo tatuzi. Omba rehema, omba rehema, omba rehema. Yes. Wakati mwingine ziliingia kwa njia ya kuwa na hasira, kwa njia ya kuwa na kiburi. Baba, ninaomba ututakase tena, ninaomba utuoshe tena watoto wako. Achilia rehema zako ndani yangu, achilia nasema yako ndani yangu. Ninaomba toba, ninaomba rehema zako, ninaomba toba, ninaomba utakaso wako e Bwana. Ninaomba unirehemu na kunisamehe, ninaomba unirehemu na kunisafisha tena, ninaomba unirehemu na kunitakasa tena mtoto wako. Achilia damu yako ya mtakaso e Bwana, ikapite ndani yangu. Damu yako ya mtakaso e Bwana, ikapite na kuniosha tena, ikapite na kunyenyewe. Ninaomba unisamehe, ninaomba unisamehe, ninaomba unioshe tena, ninaomba unitakase tena. Achilia damu yako ya utakaso ikapite ndani yangu Bwana, ikapite ndani yangu Bwana, initakase na kuniosha, initakase na kuniosha, ipite ndani yangu e Bwana, ikanisafishe tena, ikanitakase tena. Ni kweli ziko alama ambazo ni mimi mwenyewe nilijiwekea kwa kwenda kwa waganga wa kienyeji. Futika kwa damu ya Yesu Kristo, futika, futika kwa damu ya Yesu Kristo. Hiyo alama ifutike, hiyo alama futika. Kila alama yoyote ndani ya familia leo futika kwa damu ya Yesu. Leo futika kwa damu ya Yesu. Ninaifuta hiyo alama, ninaifuta hiyo alama, ninapita kwenye ulimwengu wa roho, ninafuta hiyo alama, ninafuta hiyo alama ya kifamilia iliyowekwa ili tufanane tu kwenye familia, ili tufanane tu viwango kwenye familia. Kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Leo ninaifuta, leo ninafuta, leo ninafuta kwa mamlaka ya damu ya Yesu. Ninaifuta kwa mamlaka ya damu ya Yesu. Futika kwa jina la Yesu Kristo. Futika kwa damu ya Yesu. Futika kwa damu ya Yesu. Futika, futika hiyo alama, futika hiyo alama, futika hiyo alama ya damu ya Yesu Kristo. Futika hiyo alama ya familia, futika hiyo alama ya familia inayotaka tufanane kwa damu ya Yesu, inayotaka tufanane kiuchumi, iliyowekwa kwenye miguu, iliyowekwa kwenye paji la uso, iliyowekwa kwenye paji la uso, iliyowekwa kwenye mikono. Leo tunaachilia damu ya Yesu, inafuta, inafuta hiyo alama, inafuta hiyo alama, inafuta hiyo alama kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Tunafuta. Yes. Yes. Inawezekana ndo zinakuletea mafarakano kwenye ndoa, kuletea mafarakano kwenye kazi, kwa ndugu, kwa familia. Sema utaniachia ili usifanikiwe. Sema utaniachia, 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 utaniachia katika jina la Yesu. Utaniachia, 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 utaniachia. Piga makofi mazuri kabisa. Wahi mapema, ibada ni saa 4. Wahi mapema.